Halmashauri Kuu ya Taifa ya CCM na kwa niaba ya Rais Samia Suluhu Hassan ni muwakilishe kwenu John Steven Ruhende. Halmashauri Kuu ya Taifa ya CCM imejiridhisha pasipo shaka kwamba ana uwezo mkubwa wa kuwatumikia, ana uwezo mkubwa wa kuwawakilisha na ana uwezo mkubwa wa kuwatetea. Chama cha Mapinduzi kimejiandaa kufanya naye kazi kama mwakilishi wenu. Tunaomba kura zote za ndio kwake. Mtampa? 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 Asanteni sana. Asanteni. Rais Samia amepanga kufanya nini katika miaka 5 ijayo? Rais Samia amepanga kufanya nini katika miaka 5 ijayo? Ndio baba. Sema baba. Hasa kwa Nzega, hasa kwa Nzega. Kwa Nzega. La kwanza, kwenye eneo la kilimo, eneo la kilimo. Rais wetu amepanga, serikali ya CCM imepanga tukipata nafasi ya kuongoza tena. La kwanza, tunakwenda kusimamia ujenzi wa skimu za umwagiliaji 9 mpya katika eneo la Nzega. Lakini vile vile tunakwenda kuongeza wataalamu lakini na mafunzo kwa wataalamu wa ugani ili kilimo chetu kiwe cha kisasa zaidi. Lakini vile vile tunakwenda kuanzisha kituo cha utafiti wa mbegu. Kituo cha utafiti wa mbegu. Na kituo hiki kimepangwa kuwekwa Nzega. Sasa sijajua, sijui waziri anajipendelea, sijaelewa sana. CCM oye! Lakini vile vile katika miaka 5 inayokuja serikali ya CCM chini ya Rais Samia imedhamiria kuendeleza utaratibu wa ruzuku ya mbolea na mbegu kwa wakulima. Lakini vile vile serikali ya Rais Samia ikipata ridhaa ya kuongoza tena, Chama cha Mapinduzi kimedhamiria kuendelea kushirikiana na bodi ya mazao kuhakikisha kwamba bei zetu zinaendelea kuwa nzuri. Bei zetu zinaendelea kuwa nzuri. Kwenye ufugaji tumedhamiria Nzega kujenga majosho mapya 6 kwa ajili ya mifugo yetu. Machinjio za kisasa 4. Machinjio za kisasa 4. Lakini vile vile ruzuku ya chanjo na madawa ya mifugo yetu inaenda kuendelea kutolewa. Hapo vipi? Hapo sawa. Lakini pia huduma za kitaalamu kwa wafugaji wetu nazo zitatolewa katika miaka 5 inayokuja. Kwenye eneo la biashara tumedhamiria katika miaka 5 ijayo kwanza kujenga soko la kisasa Bukene. Soko la kisasa wapi? Wanaotaka soko la kisasa mikono juu. Wote mnataka Lakini vile vile katika miaka 5 inayokuja tumedhamiria kuboresha mazingira ya biashara. Kufanya biashara zetu zifanyike vizuri zaidi. Kufanya mamlaka za kodi ziendeleze urafiki na wafanya biashara. Utaratibu wa kukimbizana na mamlaka za kodi tunasema hatutaki. Tunataka utaratibu wa kirafiki. Utaratibu wa kirafiki ambao umeonyesha kwamba Watanzania wakielimishwa vizuri wanatoa kodi nyingi kuliko ukiwakimbiza. Na ndio maana kodi ya Tanzania imepanda sana katika miaka 4 ya Rais Samia. Kwa sababu toka alipoanzia utaratibu wa mazungumzo na walipa kodi, kodi imekuwa ikiongezeka kila mwaka. Lakini vile vile tumedhamiria katika miaka 5 inayokuja kwanza kwa kutambua wafanyabiashara wadogo, wajasiriamali wadogo wanahitaji sana kufanya kazi lakini hawana mitaji. Rais wetu amesema katika siku 100 za kwanza anakwenda kutenga bilioni 200 kwa ajili ya wajasiriamali wadogo. Changamoto za maji Bukene zinakwenda kuisha. Tunaenda kufanya upanuzi wa mradi wa Ziwa Victoria ili maji yake yawafikie watu wa Bukene. Mnasemaje hapo? Na maeneo ambayo mradi umepanga kufika nitayasoma kidogo hapa. Ni maeneo, mradi huu ukitoka Ziwa Victoria utakwenda maeneo ya Bukene,
Mwamala, Itobo, Isanzu, Kasele, Uduku, Shigamba na Ikindu. Hapo vipi? Lakini vile vile kwenye eneo la afya, kwenye eneo la afya, serikali ya Rais Samia imepanga kujenga vituo vipya vya afya 4 Bukene, na vituo hivi vitatoa huduma ya mama na mtoto, lakini vile vile vitatoa huduma za upasuaji wa dharura. Hapo vipi? Hapo sawa. Lakini pia kwenye eneo la elimu tunakwenda kujenga shule za msingi mpya 4, shule za sekondari mpya 6 na nyumba za walimu 15. Hapo vipi? Safi. Kwenye eneo la viwanda tumesema tena, mbunge wenu hata kuapishwa hajaapishwa, hata kuapishwa hajaapishwa, ameshaanza kusumbua, ameshaanza kusumbua. Jana mbunge wenu ananipigia simu saa 9 usiku kuongelea miradi ya Bukene. Mbunge hujaapishwa. Saa 9 usiku ulali. Nikamsikiliza. Alafu ananiuliza, mheshimiwa unaandika ninayokuambia? Sasa wewe unanisimamia hata kuandika? CCM oye! Na hapa tumefika, mmemwona ananifuatafuata. Unakumbuka ile? Unakumbuka ile? Ya nini hayo? Afai huyu sio? Afai Afai? Wangapi wanasema anafaa? CCM oye! CCM oye! Bahati yake kwa sababu mmesema anafaa. Ndio. Maana mimi yale mabarabara yake aliyonitajia nilipanga nisiyaseme. Lakini kwa sababu mmesema anafaa itabidi tu niseme. Niyaseme? Yataje. Basi wacha niseme, angalau niseme, nitasema robo tu aliyoniambia, maana anataka kila mahali uweke lami, kila mahali uweke lami. Inawezekana vipi? Si barabara za nchi nzima utaleta Bukene? Au sio? Lazima tugawane kidogo kidogo, mheshimiwa, tugawane kidogo kidogo. Haiwezekani zote tukuletee wewe, au sio? Anasema eti tuongeze zingine angalau 30. Inawezekana wapi? Wewe mbunge wenu bure kabisa, Sasa wacha nitaje chache basi ambazo tumekubali na zimeingia kwenye ilani ya chama chetu, au sio? Ya kwanza, ujenzi wa barabara kiwango cha lami kilomita 6 katika jimbo la Bukene na kufunga taa za barabarani. Taa za... Ni kweli kwamba hamuoni usiku? Hamuoni usiku? Basi mzee ashapiga goli, taa za barabarani. Lakini vile vile ujenzi wa kiwango cha changarawe na kufunga taa za barabarani katika barabara za mji wa Ndala na mji wa Nzega. Lakini kufungua barabara, majina yenu sasa ya Kinyamwezi, kufungua barabara za Nhele mpaka Mwasala, Mwakabasa, Semambela, Nsumba, Mboga. Mboga ni mboga au mboga? Mboga zile za kula au ni mboga eneo, sio? Ngulidede, Itilima mpaka Shila, Mbutu, Nkindu, Mambali. Lakini vile vile barabara kiwango cha lami katika eneo la Puge mpaka Ziba, JCT na Choma kilomita 11. Lakini pia kukamilisha miradi inayoendelea ikiwemo ujenzi wa barabara za kimkakati ya Tabora, Mambali, Bukene, Itobo, Kagongwa na Nzega. CCM oye! CCM oye!